Kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu, kama nilivyowahabarisha mwanzoni mwa adhimisho la Ekaristi Takatifu kwamba Dominika ya leo inatudai kutumia fursa ya maskini ili tuweze kupata daraja la kufika kwa Mungu. Yaani maskini walitulio nao ni fursa ya kutuunganisha na Mungu, ni daraja la kutufikisha kwa Mungu, ili asije yakatupata kama yaliyompata huyu tajiri. Tuone katika somo la kwanza kitabu kile cha nabii Amosi. Amosi yeye alifanya kazi yake ya unabii kwenye karne ya 8 hivi kabla ya Kristo. Na nyakati zile taifa la Israeli, hasa upande wa kaskazini, lilikuwa limeendelea, limetajirika. Mnafahamu kuendelea nyinyi? Limeendelea, limetajirika. Milo sio ya shida, pesa sio ya shida. Na hivyo wakatokea matajiri wanalala katika vitanda vya pembe, sio vitanda vyetu tunavyolalia hivi, vitanda vya banko. Mnafahamu vitanda vya banko? Mnafahamu vitanda vya banko? Banko yameshukwa mawaya, ukishangaa inatoboa utumbo. Wako nalala kwenye vitanda vya pembe, vitanda vya kifahari, na ni kitanda kikubwa, sio vitanda vyoni vya 6 kwa 6, sio 6 kwa 3, sio kitanda kikubwa. Unaweza kukuta 60 kwa 60. Nacheka, ni nyumba kubwa. Kwani nafikiri ni nyumba kama nyumba ya kupanga? Nyumba ya mtu kama kanisa hili. Sasa 50 kwa 50 kuna shida gani? Ndio wanalalia wale wa matajiri wale. Hata siku hizi kuna watu wanajitahidi kutengeneza mavitanda makubwa. Wapo. Ingawa mimi wasiyapendi sana. Mwingine yuko kule. Mkiwa mmekorofishana mwaka unapita, mwingine yuko kule. Lakini kakiwa kitanda kadogo, hata kama mmenuniana lazima mtagusana. Mwanadamu anafurahisha kweli. Haidhuru. Vitanda vya dhahabu vya heshima na kujinyoosha juu ya masemedari yao. Naona kwa nafasi kabisa wanyoosha shingo. Kwa kwenye sofa coach. Sio nakalia sturi. Nyesi mnakaa kwenye sturi kama umechuchumaa. Ninyi mnaokula na sasa nani anaanza kuwanyoosha kidole ya Amosi. Ninyi mnaokula wanakondoo wa kundi, manake mnawanyonya watu, na ndama waliomo zizini mnawakandamiza. Ninyi mnaoimba nyimbo za upuzi pamoja na sauti ya vinanda. Unajua kana fedha unakuwa na kiburi sana. Unaweza kufanya kila aina ya kufuru ukiwa tajiri. Na kujifanyia vinanda vya namna nyingi kama hicho kinanda cha hapa, kama vile vya Daudi. Ninyi mnaokunywa divai katika mabakuri. Nyinyi majivaga mnakunywa divai, mnakunywa wine. Wine unanywa kwenye glasi, unafanya uchafuzi wa mazingira wewe. Divai inanywa kwenye bakuli, unalishika paka unatetemeka. Unateremsha divai unanywa kwenye glasi, unakunywa hivi. Unafanya utani wewe. Hawa wana wazee kwenda kunywa divai kwenye bakuli kubwa la 1.5 kilo. Najaza wanakunywa. Na kujipaka marhamu iliyo nzuri, mafuta mazuri ya gharama kama yale aliyopakwa Yesu. Mmoja wa mitume akamwambia, mzee, mafuta haya yangeuzwa singa hapa maskini hela nyingi. Marham, mafuta mazuri ya gharama. Unaweza ukajipaka leo hii Jumapili, paka Jumapili ijayo unanukia tu. Sio nyewe mnajipaka perfume, unapuliza perfume ya 9500. Baada ya nusu saa imeshayeyuka, hamna lolote. Hawa ndio wanajipaka mafuta ya marham ya gharama kubwa.
Sasa lazima ujipake ya mafuta ya gharama kubwa, marhamu, paka perfume kuondoa kikwapa. Mnafahamu kikwapa nyinyi? Kikwapa. Unaendesha gari barabarani, mtu ana kikwapa. Yaani uko barabarani unaendesha gari lako, abiria anapita chini pale, kikwapa kinaingia paka kwenye gari. Mapaka marham, mafuta mazuri ya gharama kubwa. Ndio Amos anaonyesha kidole hapo, anaanza kuwashughulikia. Marhamu nzuri, lakini hamuhuzuniki kwa sababu ya mateso ya Yusufu. Basi kwa ajili ya hayo sasa mtakwenda utumwani pamoja na wa kwanza watakao kwenda utumwani, na kelele za machezo za hao waliojinyosha zitakoma. Nabii Amos anawaambia wale matajiri, kwa sababu mmejilimbikizia mali yenu kwa kuwadhulumu wanyonge masikini, sasa wote mtakwenda utumwani. Na ndivyo ilivyokuwa. Waasiria walikuja wakawateka nyara, wakawaambia songa mbele, wakaenda utumwani kwenda kunyooshwa kwa sababu walikuwa wamepinda. Kilichowafanya Mungu awaadhibu sio kuwa na mali. Tuelewane vizuri hapa. Kilichowafanya Mungu awaadhibu ni kuwa kipofu dhidi ya shida za wengine wanaowazunguka, dhidi ya dhuluma walizokuwa wanawafanyia maskini, kuto kuwajali maskini, kuto kuwasikiliza maskini, kuto kuwainua maskini. Sisi hapa wote ni matajiri hapa. Wewe umesaidia maskini wangapi? Kila mtu hapa ni tajiri, tajiri hata wa muda. Muda wako umeutumia kumsikiliza mtu mwenye shida, mtu mwenye msongo wa mawazo, mtu aliyekata tamaa. Wewe ni tajiri wa muda. Hakuna mtu ambaye hana muda. Kuna watu wana matatizo na changamoto, kamaliza chuo hana ajira, anategemea kuajiriwa. Umeshakwambia ndugu yangu, unaposubiri kuajiriwa fanya utaratibu ujiajiri, siku zinasonga mbele. Unachukua muda wako, wewe ni tajiri mzuri. Lakini tulio wengi tunasema kila abiria achunge mzigo wake. Dawa ya moto ni moto, muosha uoshwa, mwaga mboga na mwaga ugali. Ukimwaga ugali na mwaga mboga tusile wote. Hiyo ndio tabia ya tajiri tutakayemsikia katika somo la kwanza, na tutamkuta tena kule mbele ya safari. Kutokuwa na dhuluma dhidi ya mtu yoyote. Katika familia zetu tunatendeana haki. Baba unamtendea haki mama, mama unamtendea haki baba. Wazazi mnawatendea haki watoto, watoto mnawatendea haki wazazi. Hakuna dhuluma katika familia. Sheria ambazo baba unaziweka na wewe unazifuata. Na kina baba wengine anasema nataka mke wangu na watoto wote saa 11 mko nyumbani mmeshaoga wote. Sawa, na wewe unarudi saa ngapi? Unataka baba awahi kurudi. Kila saa unapiga simu, uko wapi? Kina mama, kama mnajua kama kuna swali ambalo linamuudhi mwanaume ni kuulizwa uko wapi. Hata Adamu swali hilo lilimuudhi sana. Alipoulizwa Adamu uko wapi? Ndio kina mama wengi masimu tu. Uko wapi? Nipigie video call. Video call umekuwa kitu cha polisi wewe? Wewe si unajua kama mimi nakuja? Na kama nimekupigia simu ya kawaida kuna shida gani? Nipigie kwa video call, alafu kusaidie nini? Nikuongezee shibe? Mbona wewe unipigie kwa video call? Mkuki kwa nguruwe, si ndio? Nipigie kwa video call. Nakazana, baby, nipigie kwa video call nikuone uko wapi. Alafu iweje? Na mwitane aitwa baby, kiangalia uso wake umekomaa kama goti la mbuzi eti baby. Tunatendeana haki katika familia zetu, haki katika kwaya zetu, haki katika maeneo yetu ya kazi, haki katika biashara zetu,
haki katika vyama vya siasa. Bwana ametoa macho. Sasa tunajiandaa kuingia kwenye uchaguzi. Sasa mnatoa macho sababu gani? Kwa sababu nimetaja vyama vya siasa. Kwani nimesema chama gani? Kwani nchi yetu sio ya vyama vingi? Kuna haki. Hapa majuzi hapa tumepigwa virungu sisi, tumeonewa mapadi, tumepigwa virungu, tumepigwa marufuku mapadi kuingia. Jamani, tumepigwa marufuku kujitanabaisha na chama chochote. Kanisa limetukoromea juzi hapa, sio kama mnakumbuka. Mapadri marufuku kujiambatanisha na chama chochote kwa kadi ya sheria za kanisa, Code of Canon Law. Tumepigwa msumari na askofu mmoja, sitamtaja jina lake. Tumepigwa marufuku za kutosha. Masista na wao wakashanga na wao wakapigwa marufuku na wao za kutosha. Mafrateli na wao wakashanga na wao wakapigwa mitama ya kutosha. Marufuku kuvaa sare ya chama chochote, hata kofia marufuku. Sisi wapenda kuvaa kofia, tumepigwa marufuku. Hata kama jua kali na upara wako utembee hivyo hivyo. Marufuku kuvaa kofia inayoashiria chama chochote. Na mimi leo na nyinyi nawapeni marufuku sasa. Sasa tutafanyaje? Baba akipewa marufuku na bosi, na yeye akifika anampa marufuku mama naye akipewa marufuku na yeye anapelekea watoto nao wanapelekea mifugo. Na mimi nawapeni marufuku sasa na nyinyi, ili to balance equation. Na nyinyi marufuku kutoa rushwa wala kupokea rushwa. Kama mmeshalamba hiyo rushwa, mrudishe, mtubu, mwende mkaungame, mrudishe. Naongezea marufuku zile za baba yule wajizi eleka. Na nyinyi nawaambieni marufuku kutoa rushwa na kupokea rushwa. Mmeshalamba wengine hapa tayari bahasha. Uchaguzi wa madiwani, uchaguzi wa wabunge, uchaguzi wa rais. Kuna watu mmeshabugia bahasha. Hiyo marufuku na nyinyi nawaletea. Na nyinyi marufuku kutoa rushwa wala kupokea rushwa. Aliyekula bahasha arudishe, ili twende sambamba. Sinodi tunasafiri pamoja, twende pamoja. Wengine mmeshapewa 5,000 ya kuweka mafuta kwenye pikipiki. 5,000 mmeshalambishwa. Sasa wewe ndugu yangu, 5,000 kwa miaka 5 kweli? Yaani ufanye kazi kwa miaka 5 mshahara wa 5,000. Si lazima uwe hamnazo, si ndio? Hamnazo wewe, hata kama ukipewa t-shirt. Yaani wewe kweli nikupe kazi ya kuona lima shamba langu miaka 5 alafu mshahara t-shirt moja? Inaingia kichwani? Ndio maana nawaletea na nyie marufuku kutoa rushwa wala kupokea rushwa. Nadhani hapo tumelingana, si ndio? Hapo equation imekaa vizuri, si ndio? Sinodi tunatembea pamoja. Na mimi nimewaleteeni hizo marufuku. Nabii Amosi hakukaa kimya, alikaripia uovu. Ndugu zangu, niwaambie, tulio wengi tunakwenda kuungama dhambi tulizotenda. Nimeabudu miungu wengi, nimekuwa maganga kienyeji, nimetamani sijui mke asiye mke wangu, nimetamani mume asiye mume wangu, nimefanya uasherati, nimezini, dhambi za kawaida tu hizo. Nimezini sijui, nimefanya nini sijui, nimemdhulumu mtu, nimemuonea husuda mtu, nimesema uongo, nikatamani vya mtu na kadhalika, nikamkopa mtu, nikakataa kulipa. Watu wanakopa alafu wanaleta matatizo. Unakopa madeni kwa watu wengi alafu unaleta matatizo ya kinamna fulani, sitawezi kusema. Kuna dhambi moja tunaisahau, the sin of omission. Nafahamu Kiingereza? The sin of omission. Dhambi ya kutokutenda. Unalijua jambo hili napaswa kulitenda, lakini kutendi. Ndiyo dhambi ya kwanza iliyowatafuna matajiri wa zama za Amos. Unajua kabisa napaswa kumsaidia huyu, lakini humsaidii. Hiyo ni dhambi, the sin of omission. Na kwenye misa tumesema kwa kutokutimiza nini? Wajibu ni dhambi. Ndiyo haya mabwana ya somo la kwanza haya. Eko yanaponda maisha. Hayataki kusaidia maskini. Hayataki kuhangaika na waliosahaulika, the marginalized. Somo la pili, mwanafunzi wa karibu wa Paulo
anamwambia Timotheo mwanafunzi wake, mwanangu, uwe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo, ukafuate haki. Unaona, haki imejirudia tena. Utaua, imani, upendo, saburi, upole. Piga vita vile vizuri vya imani. Shika uzima mbele ya mashahidi wengi. Naona Paulo anamwambia Timotheo, Paulo anatuambia na sisi tuwe watu wa haki. Somo la pili hilo. Wewe endelea kusinzia, sisi tunamaliza mahubiri hapa. Tumemaliza somo la kwanza, somo la pili sasa. Karibu ndege inatua. Wewe umesinzia tu, endelea kusinzia tu, ila yanakuhusu haya. Hafu nasinzia kanisani. Hivi uone aibu kweli kusinzia kanisani? Nyie mnao sinzia, uone aibu kusinzia kanisani? Nyumba ya Mungu naifanya nyumba ya wageni, guest house au lodge. Somo la Injili toka Luka sura ya 16 aya ya 19 hadi ya 31. Inanikumbusha wakati wa mapinduzi kule Ufaransa. Yule mfalme Merin walimwambia mzee, mapinduzi haya yamefuatana na ukame, watu hawana chakula. Karne la 17 ile. Yule mfalme akamwambia, sasa kama watu hawana mikate, yeye akawaambia, sasa kama hawana mikate wapeni keki basi. Unaona jinsi gani ambavyo yuko mbali na maskini. Tunakutana na tajiri. Tajiri yule anakula vizuri. Nafahamu kula vizuri nyie. Nafahamu kula vizuri nyie. Wanafikia Tanzania tunajua kula vizuri. Nenda Ulaya ndio wanajua kula vizuri. Watu wanakula vizuri kuanzia masaa 3 mpaka 4. Wale ambao mmeenda Ulaya mnajua. Inapita sahani ya kwanza labda ni vipande vya mkate, unatoka kipande kimoja unatafuna na mumunya. Inapita. Inakuja sahani ya pili tena, inakuja hapa na vinywaji kadivai kidogo na nini. Inakuja sahani ya 3 inapita. Inakuja sahani ya 4 ina msosi labda wali na vipapatio na virigisi. Unamaliza inakuja sahani ya matunda. Unamaliza inakuja sahani ambayo ina chocolate kwa ajili ya kuongeza madini mwilini. Usije katindikiwa madini ya chokaa wanayaita yale. Wanakula masaa 3. Niye mtaweza. Masaa 3 wanaanza kula saa 7, wanamaliza kula saa 10 jioni. Sisi sasa mwendo kasi. Ugali mlima Kilimanjaro na maharage na manyama. Mnapoanza kula muonani, kadri mnavyokwenda nusu ndio mlima unashuka. Aisee upo wala hata siku nyingi. Huyu ni tajiri na Lazaro. Lazaro maana yake Mungu ni msaada wangu. God is my help. Ndio maana ya Lazaro. Ambao mnajua Lazaro, ulikuwa hujui maana yake. Lazaro maana yake Mungu ndiye msaidizi wangu. Basi wakaishi wote. Lazaro tajiri alikuwa anakula vizuri, na Lazaro na vidonda vyake anakula makombo kutoka kwenye meza ya tajiri, na ana vidonda. Mbwa wa tajiri wanaenda na mlamba vidonda Lazaro. Lakini wote wakafa, kama vile ambavyo Bwana anawaambiaga, si ndio? Yaani haki ya msingi ya kila mtu aliyezaliwa ni kufanya nini? Kufa. Mtu akikukataza kufa, andamana. Kufa ni haki ya msingi. Alafu kifo ni rafiki wa kweli. Mnajua hiyo? Rafiki wa kweli wa mwanadamu ni kifo, kwa sababu hana ubaguzi. Uwe mrefu utakufa, uwe mfupi kama mbegu ya mahindi sidiko utakufa, uwe mweusi utakufa, mrembo utakufa, uwe na kichwa kama kitako cha baskeli utakufa. Kwa hiyo kifo ni kinatusawazisha wote. Kifo. Basi kama ilivyokuwa kwa tajiri na Lazaro, wote wakafa. Walipokuwa amekufa, Lazaro akachukuliwa na Ibrahimu kifuani mbinguni. Alafu tajiri akawa anatokota kule kwenye moto. Akamwona kwa mbali Ibrahimu. Akamwambia mzee Ibrahimu, fanya mpango, mtengenezee connection kama mnavyosema siku hizi. Nifanyie connection kwa Lazaro. Achovye maji kwenye kidole chake, aje alainishe ulimi wangu, huku fukuto limezidi. Nilishawaambia motoni moto huwa upungui, temperature ni 100 kwa 100. Kuni zikipungua zinaongezwa zingine. Kuna watu wanachochea kuni, kama vile wanachoma tumbaku.
Akamwambia Ibrahimu, anamwambia yule tajiri, tazama, wewe ulipokuwa duniani ulikula mazuri. Lazaro alipata mateso. Sasa hivi acha apumzike. Lazaro ameteseka sana duniani, wakati wewe unabadilisha vipapatio vya kuku. Akamwambia, sasa kwa hiyo ombi langu limekataliwa kabisa. Kwa nini? Kuna bonde katikati yenu na nyinyi. Sisi hatuwezi kuja kwenu na nyinyi hamwezi kuja kwetu. Ndiyo mantiki ya kusema kwamba maskini tuwatengeneze kama daraja la Busisi au ile mfuka Dar es Salaam pale Kurasini, baraza la maaskofu kwenda Kigamboni. Wale tuwatengeneze kama daraja la kupita kwenda wapi? Kwa Mungu. Sasa hii imeshindikana bwana mkubwa. Ina maana kuchovya ile zoezi la kuchovya kidole ndio limegonga mwamba. Akasema naam, limegonga mwamba. Kwa sababu kati yenu na sisi kuna shimo. Sasa tufanye hivi. Hebu chomoa mmoja kutoka huko mbinguni, huko mfufue mmoja aende kule nyuma, kwa sababu nina shangazi yangu, kuna mjomba wangu, kuna wifi, kuna shemeji, wana shingo ngumu, wasije wakaingia hapa. Sasa hapana. Wanao manabii na Musa tamalizana nao. Wao wasikilize tu kila Musa na manabii huko wako. Wakiwasikiliza hata wapate yanayokupata wewe hapa. Wakikaza shingo, mshahara ni ule ule. Nasema sasa itakuwaje? Wasipowasikiliza manabii na Musa, hata mtu akitoka huku kwa wafu hayataamini, yatasema amejitungia. Ikawa zoezi gumu sana. Sasa na ndugu zangu niwaulize, hivi nyewe mnafikiria tajiri aliingia motoni kwa sababu ya mali zake? Hapana. Alipata matatizo haya kwa sababu alifumba macho, hakuona shida ya Lazaro getini pake. Aliweka nta masikioni pake asisikilize shida za mtu mwingine, akawa mbinafsi, akaishi kauli mbiu niliyowaambieni, kila abiria achunge mzigo wake. Na ndio tunayoiishi hapa. Fungua macho, ona shida ya mwingine, msikilize. Wewe ni tajiri, tumia muda wako kusikiliza mtu mwenye shida. Samahani father, nina shida 1 2 3, kuna mambo yamenizidi. Au ndugu yangu, baba familia, hebu nipe nyumbani kwangu hapa kaliki. Mimi nina ndoa ya mwezi huu mmoja, lakini ndoa imekuwa shubiri. Wewe mwenzangu, karibu nafanya jubilei miaka 25 ya ndoa. Umefanya vipi mpaka umefika hapo ulipo? Wewe ambaye unajiandaa kwa jubilei ya miaka 25, tenga muda wako, kaa naye umsikilize changamoto zake. Anaweza kukuelezea changamoto. Yeye anaona ni changamoto mlima Kilimanjaro. Wewe unamwambia bwana mdogo, mbona shida ndogo sana hii? Ndio inakusumbua, ndio inakukondesha. Ulikuwa na kitambi, sasa hivi una kitambi kwa sababu ya shida ndogo kama hii. Kuna watu wana vitambi, mnafahamu? Watu wana vitambi. Yaani mtu yuko mlango mkubwa kule, kitambi kimeshapiga hodi altareni. Kinamwambia padi wa zamu, hujambo hapa. Kitambi. Watu wana vitambi. Unamsikiliza, unamwambia bwana mdogo, mbona kitu kidogo hicho? Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Wewe tayari ni tajiri mzuri. Umetengeneza daraja la kuona uzima wa milele. Hautapata msukosuko wa kukosa maji. Umetenga muda wako kumsikiliza. Mtu anaongea mpaka analia. Si kama umeshakutana na watu wa namna hiyo. Baba mzima anaongea mpaka analia, anatetemeka. Father huyu mwanamke, yaani father huyu mwanamke ni balaa. Wewe muone hivi hapa mbele ananawa hewa bila sabuni. Father hafai. Na nikiendelea kukaa na huyu mwanamke father ataniua, atanitoa nafsi. Naambia sikiliza mdogo wangu, tulia. Hebu kaa chini kwanza. Anaanza kuongea, analia. Anatweta kama nyati. Analia mwanaume mzima. Yaani meza ya paroko pale ni chepe. Naambia mzee, umemaliza? Sema bado namalizia. Endelea, analia tena, analia. Kimaliza sema, Father naomba maji. Maji ninayo kwenye drawer, chukua hapa, ingawa sio ya baridi, ni room temperature.
chukua hii chupa ya maji. Anaipiga ile chupa ya maji lita 1.5 anamaliza. Baada ya hapo unaanza kuongea naye, alafu unambariki. Tuko pamoja katika sala, na kubariki kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Anatoka pale na afya, anasema nimesikiliza na paroko, nimesikiliza na padri, shida yangu imeisha. Take time. Mtu anakuja kwako wewe baba familia mwenzake, anakuelezea, msikilize, mpe nafasi. Usijifanye busy. Umekuwa busy, unakuwa busy. Una ubize gani wewe? Umekuwa mdomo wa mbuzi wewe. Mchana unatafuna na usiku unatafuna, kwamba ndio uko busy. Sikiliza mtu mwenye shida. Hilo ni daraja lako la kumfikia Mungu baadaye. Kasome Injili ya Mathayo sura 25 aya 31 mpaka 46. Nilipokuwa na njaa ulinipa chakula, nilipokuwa uchi ulinivika. Ndio hayo yanasema katika somo la Injili. Kila mmoja wetu hapa ni tajiri. Watu wana changamoto nyingi tu katika maisha ya ndoa, nyingi. Hata maisha ya upadi yana changamoto zake. Nani aliyekwambia maisha ya upadi ni ile mama? Nani alikwambia? Nani alikudanganya? Maisha ya utawa yanalelema. Nani alikudanganya? Kila wito una changamoto zake. Kila wito una changamoto zake. Na Mungu hakosei kumwita mtu katika wito. Mungu alikuona kabisa wewe baba ni mwelewa, msikivu, hupendi mambo ya sheria. Unabeba kila mtu, una uvumilivu, tayari unapachikwa kwenye sakramenti ya ndoa, baba wa familia. Na wewe mama vile vile, huyu mama mtaratibu, mama mtaratibu sana, ni msikivu. Akikaa na mwanamume na mume wake watatengeneza familia nzuri isiyokuwa na mawaa. Ni mkarimu, mpokeaji watu, anapokea watu, habagui mtu, haachi mtu. Ameshaanza kuishi ile sinodi ya maaskofu, tutembee pamoja, walking together, journeying together. Huyu atakuwa mama familia. Anakuambia anameremeta, 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 beta anameremeta. Wito Mungu amekuita, unafiti kwa mama familia. Kuna mwingine anamwangalia huyu binti, huyu ni mkimya, alafu huyu binti ni mzito kupokea wageni hivi, alafu anapenda kuwa peke yake, atamsumbua mume wake wakioana. Huyu atakuwa siku zingine anajiexempt, anajiondokea tu. Huyu dawa yake aingie kwenye maisha ya utawa, akawe sister, ili akawe chini ya mama mkuu na mama mea, ili aweze kumnyoosha na ajesi Mungu anavyopanga. Huyu kijana huyu asiowe. Huyu si mwana anapopenda masheria huyu. Huyu kijana huitwa Masimambo, huyu asiowe. Wito wa ndoa sio wa kwake. Kwanza anapenda masheria. Dakika moja tu kichelewa tayari anakuangalia vibaya. Huyu dawa yake akawe padri tu, au anakutana na waumini mara moja kwa wiki Jumapili, tena kwa masaa sio zidi 3. Akioa mtoto wa watu atapata shida. Naona hiyo Mungu huyu anavyopanga. So bloom where you are planted. Shamiri ulipopandwa. Pambana kwa maana kwa Kiswahili rahisi ni kwamba pambana na hali yako. Kila mmoja ni tajiri hapa alipo. Tumia utajiri wako, tumia karama zako mbalimbali. Ndio maana Mtakatifu Ambrosi, askofu wa Milano na baba wa kanisa, anasema hivi: tajiri akimpa maskini, anachompa maskini sio cha kwake, ni kile ambacho alikuwa amemdhulumu, anamrudishia. Kumbe kama ni tajiri wa mahela mengi, ukakutana na maskini hapo baada ya misa anakuomba saidia maskini, ukampa shilingi 10,000, usiseme ya kwako, hiyo shilingi 10,000 ulikuwa umemdhulumu. Sasa roho yako imeguswa, umerudisha kwa mwenyewe. Mtakatifu Ambrosi, askofu wa Milano, anasema hivyo. Na Mwalimu Nyerere alisema wafanyakazi wa serikali, ni kweli mna haki zenu, stahiki zenu, allowance zenu, lakini ifikie wakati mziachie hizo ziende kwenye huduma za jamii, kwa sababu mkidai hizo haki zenu, allowance zenu ambazo ni haki zenu kimsingi, mnatibua huduma za jamii ambazo zinagusa watu wengi.
naona hiyo. Baba wa taifa, toa hiyo. Kwa hiyo maskini ni fursa. Tutumie maskini kutengeneza daraja la kuona uzima wa milele. Mwenye masikio, tumsifu Yesu Kristo.